Okay, msikilizaji na mtazamaji wa Mastaz TV pale pote ulipo, naendelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho, na pamekuwa na mabadiliko kidogo kwenye channel yetu ya Mastaz. Tutakuwa tunakuwekea tena pia na mafunzo ya Adobe Photoshop, Adobe Premiere pamoja na Adobe Illustrator. Okay, kwa siku ya leo tunaanza na sehemu yetu ya kwanza kabisa kwa wale ambao wanatamani kuwa maeditor wazuri wa kutumia Adobe Photoshop kwa kuedit picha. Sasa Adobe Photoshop mara nyingi huwa inahusika sana na mambo ya picha, pia na mambo ya kudesign baadhi ya vitu. Lakini kwa siku ya leo nitakuja kukuelekeza jinsi gani ya kuedit picha ambayo inakuwa na maupele. Na kitu cha kwanza ambacho tunataka tuanze nacho sasa. Okay, kama una Photoshop yako kwenye kompyuta yako, hebu anza na mimi hapa. Tuanze kwa pamoja. Twende hii hapa, mimi nafungua Photoshop yangu ya 2019. Na wewe kama una Photoshop yako, jaribu kuifungua ili twende sambamba. Okay, Photoshop yangu imefunguka. Ipi inafunguka? Photoshop yangu ipi inafunguka? Okay, Photoshop yangu imeshafunguka. Lakini hapa unapoona hivi picha hapa ni picha ambazo waga mimi nilikuwa na edit, lakini mimi naanza na wewe kabisa, yani kwanza mwanzo. Kitu cha kwanza cha kuangalia kwenye Photoshop yako ambayo ulionayo, kuna file, kuna edit, kuna image, kuna layer, kuna type, kuna select, kuna filter, kuna 3D, pia kuna view na kuna wind, kuna help. Sasa nikitaka sasa mimi kuweka picha yangu ambayo unahitaji kuedit ambayo ina maupele, ile maupele hapo kwenye picha ni yaondoe, na kuja hapa kwenye file. Kama na wewe ingia kwenye file, fungua file, unaingia sehemu hapo imeandikwa open. Una open. Ukisha open lazima inakupeleka sehemu ambapo picha zako zipo. Mimi picha zangu zipo hapa ambapo nishatengeneza file ambayo inaitwa shule mafunzo. Ndio picha yangu ipo. Kwa hiyo naanza na picha yangu ambayo ina maupele, na bonyeza kwenye picha yangu, afu naongea kwenye open, na picha yangu lazima itakuja hapa. Okay, picha yangu ishakuja hapa. Ukiangalia vizuri picha yangu ina maupele. Na nikitaka niaone vizuri kuna hichi kidude hapa. Unabonyeza, alafu ukibonyeza huku juu inakuletea kujumlisha, hapa inakuletea kutoa. Hapa inaletea kujumlisha, hapa inaletea kutoa. Nikibonyeza kwenye kujumlisha, ina maana nikibonyeza kati hivi ina maana picha yangu na zoom. Nikirudi kwenye kutoa, nikibonyeza hivi picha yangu nairudisha nyuma. Kwa hiyo ndio nataka sasa tuanze sasa tujue jinsi gani ya kutoa haya maupele kwenye hii picha. Hii hapa. Utakuja kuona before na after kuhusiana na hichi ambacho nachokuelezea na hichi ambacho nachokufundisha. Kama wewe ni ndo mara yako ya kwanza kufuatilia video hii, hebu jaribu kwanza kusubscribe, kulike na comment. Okay, tunakuja kwenye hizi hapa. Hivi hapo unavyoona hapa, hizi hapa unazoona hapa zinaitwa tools. Na kila tools ina maana yake na ina kazi yake. Lakini kwa leo nitakuja na tools moja. Kwa sababu kuna hii hapa mara nyingi inakuaga ni kama hii aka kadude ka kutembea hivi. Afu hapa inakuja ya kuselect, hii hapa inakuja tena pia kama vile ya kuselect, na hii hapa ya kuselect. Okay, twende na hii hapa. Mimi nakutaka nikuonyeshe kuhusiana na kutoa maupele. Na ingia kwenye tools hii tools hii. Ukibonyeza kwenye hichi hapa inakuletea tools nyingi kwa ndani. Zinakuwepo kwa ndani nyingi. Hii hapa ina 1 2 3 4 5. Lakini nakuja na hii ya kwanza. Na kitu cha kwanza unachotakiwa ukifanya unapotaka kutoa maupele, inatakiwa picha yako iwe mara mbili. Tunakuja kwenye upande wa huku. Ili picha yako iwe mara mbili. Ukumbuke hapa kuna add mask, kuna adjustment layer, hapa kuna new group, hapa kuna new layer, hapa kuna delete. Sasa mimi picha yangu ni ili nifanye double mara mbili, naiweka kwenye hii hapa. Naiweka kwenye new layer, Ikikaa kwenye new layer
zinakuwa double, zinakuwa picha mbili. Okay, sasa kinachotakiwa sasa, inatakiwa picha yangu nianze kuitolea maupele. Nikianza kutoa maupele, utaona before na after, picha ya zamani na picha ya kisasa kwa hii picha moja tu. Twende kazi. Naanza kutoa kipele kimoja kimoja kama unavyoviona, kama unavyoendelea kunifuatilia, na wewe jaribu kufanya hivyo hivyo tu ili twende sambamba. Hapa tunatoa maupele kabisa, ni maupele yanatoka, yani yanatoka. Okay, na kama nilivyokuambia, unakuja kwenye hichi kidude hiki hapa, afu unaingia kwenye kutoa, unabonyeza kati na rudi nyuma, ndio utajua kwamba picha yako umeitoa maupele vizuri. Acha turudi kwenye kujumuisha, tuizumu tena, tuangalie sehemu ambapo hatupaoni vizuri, tukizumi tupaone vizuri. Kuna hizo sehemu zingine hizi hapa, sawa. Na hisi hapo umeshaelewa kutoa maupele. Ndio tuangalie sasa kwenye kujua picha ya zamani na picha ya kisasa, original na fake. Ina maana hii hapa ambayo tumetoa maupele ni fake, ile ambayo ina maupele ndo original. Twende sasa, tuna hapa kwenye vijicho, hiki kijicho cha hapa, tukizima hivi, unaona picha hiyo ndo picha ya zamani. Picha ya editing ndo hii hapa. Unaweza kukutana na mtu umemwona picha yake jinsi ilivyo, unasema da, huyu mtoto mkali, kutana naye sasa unakuta ndo ameeditiwa mzee. Hii hapa unaona before, hii ni before, hii ni after, hii ni before, hii ni after. Kwa hiyo wewe unachotakiwa ukifanya sasa, inabidi tuwe sambamba kwenye haya mafunzo ambayo utakuwa unayapata kupitia Mastaz TV. Nitakuwa na kuletea kile kitu ambacho wewe hukifahamu, au kama kuna chochote ambacho unaweza kuniambia ili nikusaidie, unaweza ukaja kwenye inbox yangu kwenye namba zangu za simu. Pia ndio namba ambazo nazotumia WhatsApp ni 0743343722, au unaweza ukaweka comment pale. Ukiweka comment yako nitaijibu na nitakuelezea kiundani zaidi. Lakini kwa siku ya leo kwenye sehemu yetu ya kwanza tuishie hapa, ili tutaendelea na sehemu yetu nyingine, ili wewe mtazamaji wa Mastaz ambaye una ndoto ya kuwa editor bora wa photo, editor bora wa photo, kuedit photo kabisa, utakuja kupata mengi zaidi. Na pia usisahau subscribe, kulike na comment, na ili kwanza kupata habari zetu kutoka ndani ya Mastaz. Pia endelea kushare link hii kwenye mafunzo haya. Haya mafunzo ni muhimu sana kwa wewe ambaye una ndoto ya kuwa editor bora, editor mzuri sana. Kwa hiyo ni kusikia kitu kimoja, usisahau kutufollow pia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok. Na ni mimi mwalimu wako Isaac Kabaisa ndani ya Mastaz, nikisema bye bye.